Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika Lataiful Ma'arif anasema wa amma as-siyam falam yarid fihi shay'un sahihun 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wala 'an ashabihi. Saum katika mwezi huu wa Rajab haikuja hadithi yoyote kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake. Hawakuhimiza watu wafunge katika mwezi huu wa Rajab. Sasa kuna watu wanafunga kwamba ni mwezi mtukufu. Naam, ni mwezi mtukufu, lakini haikuja kwamba watu wafunge mwezi huu wa Rajab kwa sababu ni mwezi mtukufu. Kama mtu anataka kufunga saumu zake afunge, saumu ya Alhamisi, saumu ya Jumatatu, saumu ya siku yoyote inafaa, lakini asiitakidi kwamba saumu hiyo katika mwezi wa Rajab ina fadhila kubwa kuliko katika mwezi mwingine. Katika mambo ambayo yanaitakidiwa katika mwezi huu wa Rajab, kuna baadhi ya watu wanaitakidi kwamba katika mwezi huu wa Rajab kuna hawadithu adhima, kuna matukio makubwa ya Kiislamu yametokea katika mwezi huu wa Rajab, wakidai kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amezaliwa katika mwezi huu wa Rajab. Pili, wanadai kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alipewa utume katika mwezi huu wa Rajab tarehe 25 au 27 ya mwezi huu wa Rajab, mtume ndipo alipopewa utume. Hadha batil, huu ni urongo. Ni katika matukio ya urongo wanaodai kwamba eti mtume alizaliwa mwezi huu na kwamba alipewa utume katika mwezi huu. Ni urongo. Hakuna hata hadithi moja sahihi inayoelezea jambo hilo. Tukio la Isra wal Mi'raj, mtume sallallahu alayhi wa sallam kupelekwa al-Bait al-Maqdis kutoka Masjid al-Haram na kwenda al-Masjid al-Aqsa, na kutoka al-Masjid al-Aqsa ila as-samaa mpaka mbinguni kwa usiku mmoja. Hili ni tukio ambalo ni la sahihi. Ni kweli, ni sahihi kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alitolewa Maka al-Masjid al-Haram na kwenda al-Masjid al-Aqsa kule Palestina, halafu akatolewa al-Masjid al-Aqsa mpaka mbinguni na kwenda kupewa sala hizi tano. Ni tukio la kweli, na anayelikanusha ni kafiri. وذلك لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea tukio hilo la Isra kwamba ni la kweli, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka mja wake mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka al-Masjid al-Haram mpaka al-Masjid al-Aqsa na kutoka al-Masjid al-Aqsa ila as-samaa. Ni tukio la kweli, mtume alikwenda kwa mwili wake na roho yake. Lakini kuitakidi kwamba tukio hili limefanyika katika mwezi huu sio kweli. Sio kweli kwamba tukio hili limetokea katika mwezi huu wa Rajab. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah haka an Dihya qawlahu wa dhakara ba'd al-qussas anna al-Isra wal Mi'raj kana fi shahri Rajab wa dhalika batil. Anasema, wanasema, wametaja baadhi ya qussas, watu wanaopenda kusema visa. Mtu da'wa yake ni ya visa tu, kulitokea kitu hiki, kukatokea hili. Hawa wanadai kwamba tukio la Isra na Mi'raj lilitokea katika mwezi huu wa Rajab, na hiyo ni batil, sio kweli. يقول الحافظ والحق الذي ينشرح له الصدر
ويطمئن إليه القلب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله يقول: لم يقم دليل صحيح لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك مختلفة منقطعة. hakuna dalili yoyote sahihi inayosema kwamba tukio hili limetokea katika mwezi kadhaa. Hakuna hadithi yoyote inayosema kwamba tukio la Isra na Mi'raj limetokea katika mwezi wa Rajab au mwezi wa Muharram au mwezi gani. Hakuna. Lakini ni tukio la kweli limetokea, lakini hakuna anayejua lilitokea mwezi gani, tarehe gani.